Na mtazamaji, umewadia sasa wakati wa kuingia ndani ya jukwaa la afya. Mada yetu hii leo ikiwa ni jinsi gani lishe na matumizi bora ya dawa vinaweza kusaidia kudhibiti magonjwa sugu. Ndio maana basi ndani ya studio nimemleta mtaalamu wa usalama wa dawa ambaye ni Dr. Naomi Mwania. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante. Na kando yake tunaye Dr. Daniel Katambo, yeye ni mtaalamu wa ugonjwa wa kisukari. Karibu tena ndani ya studio. Naam. Tunazungumzia magonjwa sugu hii leo. Manake tunajua idadi kubwa ya watu wanapambana na magonjwa sugu humu nchini. Na ile inamaanisha kwamba mtu atakuwa na meza dawa tuseme kwa takriban maisha yake yote ili kuweza kudhibiti ama kwa kiwango kikubwa cha maisha yake. Sasa baadhi ya yale magonjwa sugu ambayo pengine yanaathiri wa Kenya, nikianza na wewe Dr. Naomi, ni kama magonjwa gani? Magonjwa yanayoathiri wa Kenya, tukizungumzia kuhusu magonjwa sugu, tunazungumzia kuhusu magonjwa kama kisukari, magonjwa kama shinikizo la juu la damu, magonjwa kama kansa, magonjwa mengine ya mifupa, magonjwa ya moyo. Pia tuko na magonjwa mengine ambayo yanaweza kusambazika, magonjwa kama virusi vya ukimwi, na pia magonjwa kama TB. Yeah. Na katika magonjwa haya kwa nini yakatajwa sugu? Kwa nini yakapatiwa jina kwamba ni magonjwa sugu? Tukizungumzia kuhusu magonjwa sugu, tunamaanisha hali yoyote ambayo inachukua muda zaidi ya kama miezi mitatu. Huu ugonjwa unakuwa ya kwamba hautibiki kwa urahisi, na pia unaweza kuwa ya kwamba haudhuru tu sehemu moja ya mwili, bali pia viungo kadha wa kadha katika mwili. So magonjwa kama haya ambayo yanachukua muda na pia yanadhuru, yanafanya yule mgonjwa akadhoofika kiafya, na inakuwa kwamba yanachukua muda kutibiwa. Hayo ndio magonjwa sugu. Okay. Sawa sawa. Dr. Katambo, pengine ni hali gani ambazo zinamweka mtu katika hatari ya kupata magonjwa haya ambayo Dr. Naomi ametueleza? Kuna vitu ambazo kadha zinaweza kufanya ukuwe na magonjwa sugu, na ukiangalia mienendo ya magonjwa hayo, ukianza kuangalia kama miaka ambayo iliyopita, magonjwa sugu hayakuwa mengi sana. Lakini wakati ambavyo tunaona sasa miaka inavyopita, tunaona magonjwa sugu yanazidi kuongezeka. Na inaongezeka kwa sababu ya ile hali ya mabadiliko ya venye watu wanavyoishi. Utapata magonjwa sugu mengi, kitu kama ugonjwa wa kisukari, blood pressure, shida ya cholesterol. Hizi zote zinaletwa kwa sababu ya vile tunavyokula. Kwa hivyo namba moja ni mulo, vile tumebadilisha vile ya kukula. Tunakula ile chakula ambayo tunaita sana processed food, ambaye ilifanywa sana. Alafu ukiangalia kwa hiyo muda hizi miaka tuko sasa, tumekuwa very inactive. Tumekuwa tunaendesha magari mahali tunaenda, hatutumii miguu zetu kwenda mahali ama kukimbia kwenda mahali fulani. Kidogo daktari, kabla tuingie katika hiyo point nyingine ya watu kutofanya mazoezi na kutojihusisha mili yao ili kuweza kujishughulisha, turudi katika huu mlo. Tunasema kwamba watu wanakula vyakula ambavyo vimekuwa processed. Yes. Pengine ni kama vyakula gani? Unajua mtu anaweza kuwa anakula vyakula vyake tu, anaona yuko sawa, hajasikia, amekwenda akanunua pengine ni keki yake, lakini hajasoma akaona kwamba hii ni miongoni mwa vile vyakula ambavyo kila wakati tunaambiwa tujaribu kuviepuka. Naomba tuvitaje kimoja baada ya chingine kabla ya kuendelea. So ukiangalia vile tulivyo, ndakurudisha miaka kidogo iliyopita, kama maybe 40 ama 50 years ago. Ukiangalia tulikuwa tunakula chakula aina gani? Kwa tunapanda chakula sisi wenyewe, tunaenda tunapanda chakula shambani. Utapata mtu amepata vitu kama mahindi, amepata vitu maharagwe aina nyingi. Kuna zile maybe njahe, kuna zile yellow beans, nyingi zimepandwa. Hii ndio ile chakula tunaita ya nyumbani, yenye haija kuwa processed. Hii ni ile wewe mwenyewe unajipandia kwa nyumba unaleta. Lakini ukiangalia venye tunaishi sasa, hiyo miaka yote imepita mpaka saa hii, unapata tunaenda kununua vyakula kwa wingi.
Utapata tumeenda kununua chakula kama vile sijui mnahitaji chips kwa Kiswahili. Tunaviita vibanzi. Vibanzi. Lakini tuite chips. Kuna mwingine ukimtajia vibanzi anashangaa vidude gani? Ndio hiyo. Kuna vitu kama chips, ukiangalia vitu kama zile kuku tulikuwa tunaweka zile za nyumbani, lakini sasa kuna zile kuku tunaziita zile processed kuku, zile broilers. Ambazo pia ukiangalia via venye tunazitunza pia sio vyema. Tena ukiangalia vitu kama vingine kama spaghetti, vitu kama pasta. Spaghetti ni mbaya na si ni unga tu ule jamani. Sikusema ni mbaya, uliuliza gani ni processed. Okay. Sasa wajua tunaangalia ukishatutajia kwamba process, kwamba tunakula ni vile tunasema tunavila kwa wingi. Yeah, ndio hilo tunazikula kwa wingi na tumeleta ile chakula tumeiprocess. Nyama ndio nimepeana ile mfano ya kuku. Kuna ule kuku mwenye ako nyumbani na kuna ule kuku mwenye tumenunua anaitwa broiler. Kuna ile nyama ambayo tumenunua kutoka kwa butchery nyumbani kwetu, lakini kuna zile zenye tunaitwa bacon, kuna zile kuna zile nyama haina nyingi, sausages, all those zenye zimekuwa processed, zimepelekwa kwa factory, yes, zikaletwa. Hiyo processing ndio ninasema it's what we call ultra processing food. Ina maana kwamba vile vitu vinavotiwa ndani ya vile vyakula ndio hatari. Maanake nyama ni ile ile, lakini kile kitu kitakachotiwa pengine kuongeza ladha ama kuongeza wanahitaji shelf life, kwamba iweze kukaa kwa muda mrefu. Preservatives, like utapata mtu amechukua maembe ameiprocess imekuwa juice, na hiyo juice inaweza kukaa kwa miaka ama mwaka mmoja kwa shelf. Ndio hiyo sasa. Hiyo ndio tunaita processing. There is too much of that now ambaye inafanyika na mbeleni haikuwa. Mbeleni tulikuwa tunakula kile chakula cha nyumbani. Alafu sasa ukiangalia sasa, sijui kama sasa niongelee juu ya zoezi pia. Sasa utapata wakati ule pia wa kitambo tulikuwa tunatembea sana. Kwanza hata before kutembea tulikuwa tunakula, and then tukishamaliza tunaenda shambani. Tunashika jembe. Tunalima one side of the shamba, tunaenda ingine. Lakini tumetoka huko sasa tunatumia tractor. Tukitoka tractor tumemake hata ile kufyeka nyasi kule nyumbani imekuwa sasa ni tunatumia ile sijui aitwaje kwa Kiswahili, ile siku hizi imekuwa mechanized. Hata ukiangalia ile kazi nyumbani watu wa nyumbani wanafanya imepungua kiasi kikubwa sana. Hata ukiangalia ukiwekwa matatu nyumbani saizi, ukienda nyumbani ukiwekwa tu immediately hivi kwa barabara kando, kuna wale watu wa motorbike ambao watakubeba kutoka hapo wakupeleke nyumbani. Kwa hivyo ile kutembea tu na kuzoesha mwili yako kutembea imepungua kiasi kikubwa sana. Na on top of that tunakula sasa zile vyakula zenye ziko processed. Sasa hii ndio inaleta sasa magonjwa sugu. Tukiweka pamoja. Sawa. Dr. Naomi, pengine mara nyingi wagonjwa wanapokuja hospitali, mkishajua kwamba huyu ni mgonjwa na ugonjwa wake huu kama ulivyotueleza ni kwamba pengine utachukua muda kuweza kupona, ama wengine unaambiwa itabidi utumie dawa pengine kwa maisha yako yote, ni kitu kipi cha kwanza ambacho unamwangalia ule mgonjwa, unakaa naye na unamweleza ili aweze kuishi vyema hata kama atakuwa tayari ameathirika na ugonjwa ule? So mgonjwa anapofika hospitali kuna mambo mengi ambayo tunazungumza na yeye. Mara nyingi unapata zile hali ambazo ziko pale hospitali, unapata ya kwamba wagonjwa labda ni wengi, saa nyingine hakuna ule muda wa daktari kukaa vizuri na kuzungumza na mgonjwa. Lakini katika kliniki ambayo nimeona mara nyingi huwa tunakaa na yule mgonjwa, tunazungumza mambo mengi. Jambo la kwanza, vile daktari amesema, amegusia mambo ya vyakula. Jambo la pili, tunazungumzia pia the social yani hali yake ya vile anavyoishi, because kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuinterfere na hali yake ya afya. Unless uelewe yule mgonjwa anapitia mambo gani ndio uweze kumsaidia. Mimi ni mtaalamu wa madawa, lakini nikisema nitashughulikia madawa peke yake sitaweza kujua ni shida gani inayosababisha maybe haya madawa yasifanye kazi. So ni muhimu nimsikize yule mgonjwa na nipate kufahamu ni shida gani zingine ambazo zinaweza kuwa zinaingilia ile matibabu yetu.
kwa sababu yale matibabu yakiingiliwa hatutaweza kupata the better good treatment outcomes. Tutapata ya kwamba tuna struggle kupatia mgonjwa madawa, lakini he's not improving, hasikapati afueni. Kwa hivyo kuna hayo mambo ambayo tunaangalia, social life yake, wanaokaa na yeye, environment yake. Hapo mwanzoni umeuliza kuhusu magonjwa sugu, sikuwa nimekueleza kwamba yanaweza sababishwa pia na environmental factors, mazingira. Kuna magonjwa mengine kama ya mapafu, mazingira ambayo unaishi, hewa tunazoishi ambazo zimechafuliwa. So magonjwa kama yale pia lazima tuelewe ni mazingira gani huyu mtu. Kazi ya mtu pia, unaweza kuwa unafanya kazi katika kiwanda ambacho kinatoa smoke ambayo inaweza kudhuru pia afya yako. Pia tukishaelewa kwamba mazingira ya yule mtu ni haya, hapo ndio tutaweza kumsaidia kama madaktari. So hatuwezi tukaenda directly tukasema haya dawa zako ni hizi, chukua nenda. Lazima tumsikize yule mgonjwa. Another thing tumezungumzia kuhusu social life, wanaoishi pia karibu. Maybe amepatikana kuwa na ugonjwa. Nikizungumzia tena kuhusu magonjwa sugu, they can be infectious. Kuna yale ambayo yanaweza sambazwa na yale ambayo hayawezi sambazwa. So unapata ya kwamba kuna magonjwa kama tuseme TB, kifua kikuu, ambacho mgonjwa akishapatikana nacho na huo ugonjwa, unampata ya kwamba anakuwa na ile like stigma, haelewi ule ugonjwa. So ni vyema pia sisi pia kumweleza kuhusu ugonjwa huo, ndio akapate kuelewa. Mgonjwa akipewa ile knowledge ya ule ugonjwa, ataweza kushughulika na ule ugonjwa vizuri in partnership na yule mhudumu wa afya. So pia tunaangalia pia mambo kama hayo stigma, so wale watu wanaoishi naye pale. Kuna mambo mengi sana ambayo tunazungumza naye. Hayo yote yanachangia kuhakikisha ya kwamba wakati tunapopeana sasa madawa kushughulika na ile hali, tunaweza kupata the outcomes ambazo tunataka, matokeo ambayo tunataka. Na matokeo ambayo tunataka ni kuhakikisha ya kwamba huyu mgonjwa amepata afueni. Okay. Pengine kuna kanuni zozote hospitali ambazo zinastahili kufuatwa wakati watu wanahudumia wagonjwa wenye magonjwa sugu? Yeah, kuna jambo la muhimu sana ambalo nimekuja kuona ni la muhimu. Tunafaa tuwe na what we call a patient-centered approach. Yaani chochote tunachofanya, tunafanya tukiwa tunazunguka pale kwa yule mgonjwa. Everything kuhusu yule mgonjwa. Na ndio yale ambayo nimeyasema hapo awali, nikasema kwamba lazima tumsikize yule mgonjwa, tumuelewe hali yake, tujue vile tutamsaidia, ili ndio tunapotembea na yeye aweze kuelewa hali yake na tuweze kupata yale matokeo tunataka. Jambo la pili pia, wahudumu wa afya, mara nyingi ukiangalia setups zile ambazo tuko kwazo, tunapata ya kwamba inakuwa ni challenge, ni vigumu sana kwa sisi kutembea na yule mgonjwa mpaka kuhakikisha ya kwamba amepata afueni kamili. So ningependa hilo ni jambo la muhimu sana pia. Kama wahudumu wa afya tunahitajika pia tuwe na ule mwito wa kujituma, kutembea na hao wagonjwa, kuhakikisha ya kwamba umemshika mgonjwa na umehakikisha kwamba umetembea na yeye hadi umepata yale matokeo ambayo yanatakikana. Jambo lingine pia nimeona ni kufanya kazi pamoja na community, umma. Na tukizungumzia kuhusu community, tunazungumzia kuhusu pia wale madaktari wa manyanjani. Kuna madaktari ambao wako kule manyanjani, wamepewa vifaa kufuatilia wagonjwa. Wanaweza kuwapima pressure, wanaweza kuwapima kisukari wakajua. So wakiwa wanafuatilia kule nje pia na kuhamasisha watu, tukifanya kazi pamoja na wao, tutaweza kuachieve hizo targets ambazo tunataka. And then finally pia ningesema kuhusu technology. Siku hizi tunatumia vifaa. Tunaweza kutumia hivi vifaa pia kufuatilia wagonjwa. Kuna what we call telemedicine, ambapo mgonjwa yuko mbali na maybe hawezi kufika hospitalini, lakini huyu ni mgonjwa umeanza na yeye, unatembea na yeye, unaweza mfuatilia akiwa mbali, ukajua hali yake. Mimi kama mtaalamu wa madawa, unapata ya kwamba saa nyingine wagonjwa wakiwa mbali, wananunua madawa na maybe hawawezi kuelewa mawili matatu. Lakini tukitumia simu na teknolojia mbalimbali, tunaweza kuwafikia wale wagonjwa ili tukawasaidia kuchukua dawa zilizo sawa na pia kuelewa zile instructions za kutumia madawa. Okay, Dr. Katambo, wewe ukiwa mtaalamu wa ugonjwa wa kisukari, na ugonjwa wa kisukari pia ni miongoni mwa magonjwa sugu ambayo yanatatiza watu humu nchini. Pengine takwimu zikoje, zinaonyesha kukithiri vipi kwa ugonjwa huu tukilinganisha siku zilizopita na hivi sasa, na chanzo haswa cha hizo takwimu kitakuwa ni nini?
Kama vile umevyosema sasa ni kwamba ugonjwa wa kisukari tunaona kwamba numbers zinaongezeka sana. Ukiangalia kwanza tu globally, watu ambao wanaishi na diabetes ni karibu 800 million people ambao wanaishi na ugonjwa wa kisukari. Now, kitu kenye kinaharibu, not kuharibu zaidi, kinatisha zaidi ni kwamba half of that number, around 300 million people wanaishi na huu ugonjwa na hawajui. Kwa sababu hawajaienda either health center ama hawajaenda hospitali kupimwa. Hiyo inamaanisha kwamba we have about 300 million people in the whole world ambao wanaishi na ugonjwa wa diabetes na hawajui. Inamaanisha basi hao ni watu wenye wakikuja kupresent, wakikuja hospitali watakuja na complication. Lakini nitakurudisha hapa Kenya. Hapa Kenya namba zetu pia zinatisha. Ukiangalia ule umri wa 20 to 80, wale watu wenye wanafall hapo tuko kitu kama 22 million Kenyan adults. About 850,000 people wanaishi na diabetes sai Kenya, out of those adults people. Watu wangapi? 850,000. 850. Yeah, almost hao ambao million. Katika umri wa miaka 20 hadi 80. Hadi 80. Na hapa hatujazungumzia wale watoto. Maanake kuna watoto pia ambao wana ugonjwa wa kisukari. Ndio hiyo sasa. Okay. Now, namba ingine ya kutisha sana zaidi ni around 350 of those again, 1000 ambao wako kando hawajui pia kama wako na hiyo ugonjwa. Okay. Hiyo tena ni kumaanisha kama haujui uko na hiyo ugonjwa ni kumaanisha siku moja tu utakuja hospitali kichwa kinauma na maybe umepata ile ugonjwa nimekuwa nikiuliza Naomi inaitwa kiharusi, stroke. Ama unapata ile heart attack, ama unapata blood pressure, ama unapata already complication by the time unakuja. Kwa hivyo ugonjwa wa kisukari ukiangalia numbers zinaongezeka, lakini namba ya kisukari haiongezekangi bila sababu. Ukiangalia namba moja ni ile mulo ambayo tumeongea juu yake pale. Venye tunakula, ukiangalia tena mbeleni pale miaka iliyopita tulikuwa tunakula maybe chakula mulo moja ama mbili. Sasa unapata sisi asubuhi ndio tumekula, saa 4 ndio tumekula, saa 7 ndio tumekula, saa 10 before tutoke kuna harusi tuna celebrate, ama kuna anniversary, ama kuna keki inakatwa, ama kuna company something inafanywa, keki zinakuja, soda zinakuja. Usiku kabla tukienda nyumbani tunanunua a lot of maybe fruits, a lot of things tunakula tukienda nyumbani. Tukifika nyumbani tunakula and then tunalala. Kitu nyingine ambaye Naomi amegusia hapa ambaye ina contribute kwa hii ugonjwa wa kisukari ni mental health. Unapata tuko na pressure nyingi sana. Either mentally sisi wenyewe tuko depressed, ama tuko na anxiety. There's a lot of mental health pressure that we are getting, and this contributes to you as an individual. Even lack of sleep, kutolala peke yake inaweza contribute kupata na ugonjwa wa kisukari. Ndio. Kwa sababu usipolala, what happens when you don't sleep? Mwili una produce other hormones ambaye inakuprepare, unakuanga uko tu na ile anxiety, ile hoja, unasikia tu mwili uko ni kama umewaka. Ile tunaiita anxiety, na hiyo ni hormones ambayo inamaanisha mwili ina produce kitu tunaita growth hormones, zinakuja other hormones that help you. Now hiyo hormones zinafanya wewe mwenyewe kuproduce sukari zaidi, na hizo kwa wengine wanafanya ukule zaidi. Kwa hivyo kutayarisha ile mwili kwa nini? Kuwa tayari kufanya zile anxiety yenye uko nayo kuprevent. Hiyo inafanyanga hata kuna kitu kuna cycle tunaitanga poor mental health leads to diabetes, and diabetes can also lead to poor mental health. So ni kama ni cycle uko pale ndani. Na sasa utapata kwa hasa sisi wenyewe kutibu ugonjwa ni kama wenye Naomi anasema lazima uangalie mtu kuangalia all around this person. Kitu kingine ambayo inaleta hiyo magonjwa ya sukari sana ni hiyo inactivity. Tu umepumzika, tunakaa kazini, hakuna kitu tunafanya. Hata saa hizi tunaweza kufanya what we call working from home. Since COVID, watu wameenda kufanya kazi nyumbani. Kwa hivyo unafanya nini? Unaamka kwa ile kompyuta, unaketi,
unatoka, unachukua break, unarudi kwa fridge, unakula kidogo, unatoka, unapumzika kwa kitanda, unarudi kwa kompyuta. Na hii inaweza kuwa ni maisha yako the whole even for 6 even to 1 year. Kwa hivyo tunaanza kuona namba za wale watu wenye wanaishi na diabetes ama ugonjwa wa kisukari inazidi kuongezeka kwa sababu ya hizo sababu. Okay. Dr. Naomi, pengine ni ishara gani ambazo zinajitokeza wakati pengine mtu amepatwa na matatizo ama magonjwa sugu, kisukari kikiwemo? Maanake hapa tukizungumzia unakuja unazikuta zile dalili mara nyingi huwa zinawiana. Sasa pengine kwa mtazamo wako, wale ambao umewashughulikia wakati wa shughuli zako unapokuwa hospitali, dalili gani ambazo zinajitokeza mtu aone ishara hii ajue hapa niko katika hatari ama tayari nimeshapata tatizo hili? So kuna dalili kadha wa kadha ambazo unafaa ukue mwangalifu. Mwili hunena. Mwili hukueleza hali yake. Vile daktari anavyosema, unapochukua kile chakula, pia mwili hukuambia kama kile chakula kiko sawa ama kiko sawa. Na utapata ya kwamba ukizungumza na mtu maybe akiwa amebadilisha vyakula, atakwambia ni kila chakula fulani nasikia mwili uko hivi. So dalili ambazo unafaa uangalie, mambo ambayo si ya kawaida. Vitu kama kisukari, utapata kukojoa mara kwa mara. Sometimes utapata macho kidogo hayaoni vizuri. Utaona kidogo kidogo, una vidonda kwa miguu na hivyo vidonda haviponi. Na mambo mengi zaidi, unaweza pia kuhisi pain in some parts of the body. Sasa tukizungumzia kuhusu magonjwa sugu. Na mara nyingi unapata ya kwamba watu wengi wakishaanza kuhisi ama kuona zile ishara, huwa wanazipuuza ama wanakimbilia kufanya what we call self medication. Ambapo unasema wacha nikanunue nini? Paracetamol dukani. Ataenda atatumia ile paracetamol, atasikia nafuu, ataendelea na shughuli zake. Lakini yale mambo ni mambo ambayo tunafaa tuangalie. Ukianza kuona tayari kichwa kinagonga na hakiachi na kimechukua muda, umeanza kuona maybe kuna vile pia unataka kukula sana. Nasikia kuna ile hali ya kwamba unahisi kama unataka kukula sana. A lot of thirst, kiu sana kwa wingi pia. Unafaa ujiulize na ujiambie, nahitaji kumuona nani? Daktari, sio kujitibu. Okay, kuna hili swala la vidonda umelizungumzia. Vidonda na ugonjwa wa kisukari. Unasema ukianza kuona vidonda na vidonda haviponi. Kitu gani huwa kinasababisha wagonjwa wa kisukari mpaka wakaja kuanza kupata vidonda? Pengine Dr. Katambo atatueleza. Kwa hivyo ile ni ile kitu tunaita ukiishi sana na hii ugonjwa wa kisukari, ni kumaanisha sukari iko juu. Na kumbuka mwili wako haujaundwa kukuwa na sukari ikiwa juu consistently kwa muda mrefu. Kwa hivyo kuna vile vitu tunaitanga complications ambazo huwa zinaanza kukuja. Na complication number 1 ukiangalia ni kuwa na shida kama macho na vidonda na figo. Na umeuliza ile swali mzuri sana. Nini ufanyika mpaka kwa miguu? Jambo kama 2 main huwa zinafanyika ndio upate vidonda za mguu. Namba 1 ni kwamba wakati sukari iko juu kwa damu, kwa mshipa, kitu huwa inafanya, huwa inajaribu, ni kama inajaribu kutoroka, inajaribu kutoka kwa ile mshipa, inaingia kwa in between the spaces of your skin, what we call the interstitial space. Na hapo ndio mishipa zinapita. Sasa hapo ndio nerve iko. Ile nerve inaanza kupata ile sukari, kwa sababu sukari ikitoka kwa mshipa inatokanga na maji. Sasa ikitoka inakuwa na maji pale kwa interstitial space na mahali penye nerve inapita, ambaye sasa ndio unaanza kusikia mtu anasema hii sukari imekuwa kwa muda mrefu ambaye haijakuwa controlled. Anaanza kusema nasikia mguu inawasha, ni kama kabisa electricity inawaka kwa mkono. Sasa anaanza kusikia hiyo vitu, na kwa sababu bado hajatii maybe sukari kuwa bado inaendelea kuwa juu, ile process inaendelea kwa muda. Naye unajua tu, hii ni kama tu example, ni kama kumwagia stima kwa maji, kumwagia stima maji. Si inapata ile sparks. Sasa unaanza kupata vidonda, zinaanza kuwa na sparks kwa mkono kwa muda mrefu. Kitu kingine ambayo inaanzanga kufanyika, ule mshipa yenye inaleta damu, kwa sababu pia na cholesterol pia huwa inakuwa na shida, inakuwa juu, inaanza kustick kwa wall ya hiyo mshipa.
inaanza kustick kando, waona ikistick inazidi kustick kwa wingi mpaka ile mshipa inakuwa inapitiza damu kidogo ama ina block. Sasa kama imeblock, tuseme hii ndio mguu wangu huyu, si ndio? Na sasa kumbuka ilikuwa imeanza kuspark kwa sababu ya ile nerves, na sasa damu haifiki. Sasa nikivaa kile kiatu, unajua kitu moja muhimu, kitu tunafanyanga ni kwamba wakati umevaa kiatu tight ama umevaa na kuna mawe pale kwa ile kiatu ndani, ama ndio unaonanga ukivaa kiatu unaangalianga ndani kwanza. Lakini sasa ukivaa ile kiatu, ile mguu inafinywa na hausensi kwa sababu hauna hisia. Kwa hivyo nini inafanyika? Pale panaform kidonda, lakini hauna hisia, husikii. Kwa hivyo hiyo kidonda inaendelea kwa kubwa. Kwa hiyo siku moja wewe utastukia unaona, ala, nini nimefanyika na kidole yangu kubwa? Ile kidole yangu ya mguu iko na kidonda. Na kwa sababu bado haina uchungu, pia wewe una ignore. Lakini sasa ile blood supply pia inazidi kuwa chache, ina reduce. Sasa inamaanisha sasa sisikii na damu haifiki kwa hiyo kidole vizuri. Na sasa woe unto us because infection inaingia. Ile ugonjwa nayo infection kwa Kiswahili ni maambukizi. Unaambukizwa na vidonda. Sasa hiyo kidonda sasa inakuwa infected na sasa haiponi. Inafanya kama kuoza sasa. Ndio hiyo inaoza sasa. Na sasa hatuna solution kwa sababu remember ile mshipa imefungana, hauhisi na kidonda imekuwa kubwa. Okay, kwa hivyo unasema iwapo una ugonjwa wa kisukari, ukianza kuhisi ni kama vistima ujue hapo kwamba unaelekea pabaya. Usipotibu, na mtu akifikia hali hiyo anaweza kutibiwa na akawa sawa. Kitu ni muhimu kwamba prevention always, kuhakikisha kwamba sukari yako iko controlled, imekontroliwa vizuri. Okay, sawa. Tutarudi basi uje utueleze mengi, manake tatizo hilo la ugonjwa wa kisukari naona wengi sana wamekatwa miguu, wanakuwa hawezi kutembea vizuri. Kisa na maana ni kwamba walipuuza tu dalili zile za awali. Mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko kidogo, lakini tutakaporejea tutakuwa tunaendelea na mada yetu. Na pia fursa ndio hii, wapo utakuwa una swali lolote, basi zungumza nasi kwenye nambari zetu za arafa ambazo ni 22422. Tutasoma maswali yako, maoni yako, na kisha baadaye pia tutafungua laini za simu ili uweze kuuliza moja kwa moja wataalamu wetu iwapo utakuwa una swali lolote ambalo ungependa kujua. Kwa hivi sasa pumzika kidogo tu, manake tunarejea muda usiokuwa mrefu.